katika kipindi kilichopita nyuma yetu tumeona kwamba teolojia inavyomchora Mungu na ujio wa Kristo katika dunia hii ni katika muonekano kwamba ujio wa Yesu ulikuwa ni kutuliza hasira ya Mungu, kutuliza hasira ya Mungu, ghadhabu ya Mungu ambayo ilikuwa imwangukia muovu, Kristo yeye akaibeba. Kwa hiyo baada ya Kristo kuja msalabani kuishi maisha yale aliyoishi na kujitoa kafara ya kifo, hiyo ilibadilisha moyo wa Mungu akaweza kumpokea mdhambi. Lakini namna ambavyo tumeenda katika somo lililopita tumeona kwamba moyo wa Mungu haukuwa na badiliko la aina yoyote, kwa sababu Mungu habadiliki wala hana kigeugeu. Yeye ni yule jana na leo hata milele, kama vile inavyozungumza katika Waebrania juu ya habari ya Kristo, na kwamba tabia yake na mwana wake ni tabia moja. Kwa hiyo hatua tumepita tukawa tumemaliza, lakini swali ambalo tunaondoka nalo ni kwa nini theolojia yote ya Kikatoliki, theolojia ya Kiprotestanti, theolojia ya Kisabato, theolojia ya makanisa ya kiroho ya kirokole juu ya swala la ujio wa Yesu, yote tumeona ni uniform. Tatizo linalodhihirika katika pande zote ni juu ya ghadhabu ya Mungu au hasira ya Mungu. Ukichunguza utaona kwamba namna Mungu anavyohesabiwa na sheria yake ni vile vile ambavyo mwanadamu anavyomaanisha katika ghadhabu ya mwanadamu. Ndiyo ghadhabu ambayo ndiyo design hiyo Mungu aliyovikwa, kwamba mwanadamu akikosewa, akikasirika, anahitaji hasira yake kufanyiwa kitu cha kumtuliza. Kwa hiyo inapozungumzwa kwamba Mungu naye ana ghadhabu, hasira ya Mungu ikaja, au Mungu akakasirika, hasira yake kali, ghadhabu ya Mungu, Mungu pia anachorwa katika hasira ya mwanadamu, ya kwamba naye anakasirika kiasi cha kuhitaji kutulizwa ili kusudi aweze kumhurumia na kumsamehe mwanadamu. Tumeona kwamba madai hayo na design yoyote sio ya kweli. Kwa hiyo hatua inayofuata mbele yetu ni kuangalia namna gani hasira ya Mungu ilivyo. Mungu anakasirikaje? Je, ni sawa na mwanadamu? Hasira ya Mungu. Nikaribishe ndugu Wycliffe aweze kuendelea na sehemu ya mjadala inayofuata. Asante, nashukuru. Kwa hiyo baada ya hapo nafikiri itakuwa ni vizuri tukiweza kupata ombi. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa maana tumepewa nafasi ya kuweza kupata nafasi nyingine kuweza kuingia katika majifunzo. Naomba ya kwamba utuongoze katika mwelekeo tutakao kuwa nao katika majifunzo haya. Naomba kwa Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Amen. Sasa it doesn't make sense kama kwa mzazi ambaye unampenda mtoto umwadhibu mtoto ambaye hajakosea kwa niaba ya nani? Ya mtoto ambaye amekosea. Kwa hivyo hiyo yote ni kwa sababu ya idea ya the wrath of God ambayo inaongoza hapa. Sasa hii ndio ule upagani tulikuwa tunazungumzia sasa katika kipengele cha lesoni ya siku ya 9. Kwamba katika upagani huu ni kwamba Kristo anaadhibiwa, anapokea nini? Hukumu. Naye anayempatia hukumu tumeambiwa ni fire za nani? Za Mungu. Anapokea hukumu kwa niaba ya wanadamu. Mungu anapotimiza hasira yake, then yeyote aliye ndani ya Kristo amefichwa kwenye nini? Mabawa ya nani? Mabawa ya Kristo, na anafichwa hapo milele. So in other words, hapo ukisikia haizungumzi chochote kuhusu whether huyo mtu amebadilika ama hajafanya nini? Hayabadilika. The main point hapa ni kwamba bora umemkubali Kristo, then wewe ukishakubali Kristo, then Kristo yeye alipoadhibiwa it was enough for you, and that was enough. Inahitajika tu wewe ufanye nini? Ubaki ndani ya Kristo forever, ufanye Kristo anachokuambia, yeye endelee kukufunika, ataendelea kushughulika na nani? Anakufunika dhidi ya nani? Dhidi ya hasira ya Mungu, dhidi ya Mungu na hukumu ya Mungu. Hiyo ndio shida yenyewe sasa. Sasa kwa hivyo hapo tunapata ya kwamba kwa hivyo wazo hili la ghadhabu basically limejengwa juu ya idea ya kwamba Mungu anahitaji kuadhibu nini? Mtu. Sababu hasira yake inapowaka then ni kama ile ya mwanadamu.
binadamu ambaye amekasirika anapotaka kutenda kitendo cha kisasi ni kuadhibu mtu. Kwa hivyo kosa liliopo hapa ni kwamba Shetani ameaminisha wanadamu ya kwamba Mungu anapokuwa amekasirika basi naye hufanya kazi vile vile ambavyo wanadamu wanavyofanya nini? Wanavyofanya kazi. Ila nabii wa kanisa la Kiadventista ambaye ni Ellen White anasema haya maneno nikiyanukuu. Kitabu kinachoitwa Manuscript Release Volume 14 page 3 paragraph 1. Anasema, nikisoma naomba nitafsiri kwamba I was shown that the judgment of God, ilionyeshwa kwamba hukumu za Mungu will not come directly out from the Lord upon them. Zisingekuja moja kwa moja kutoka kwa Mungu. But in this way, lakini zingekuja kwa njia hii. They place themselves beyond his protection. Wanajiweka wenyewe nje ya ulinzi wa Mungu. Kwa hivyo Mungu yeye kazi yake hapa tunapata ni kwamba ndio hukumu zinatamkwa kuwa za nani? Zake. Ila tunaambiwa hazitoki kwake moja kwa moja. Ila tunapatiwa njia zinavyokuja. Tunaambiwa ya kwamba they place themselves beyond his protection. Wanajiweka mbali au nje na ulinzi wake. He warns, yeye huonya, corrects, anasahihisha, reproves, anakemea, and point out the only path of safety, na kudhihirisha, kuwawekea wazi njia pekee ya usalama. Then if those who have been the object of his special care, ndipo wale ambao wamekuwa waangalizi wakitunzwa chini ya ulinzi wake, will follow their own course independent of the Spirit of God, watafuata njia yao ya kujitenga na Roho wa Mungu. After repeated warnings, baada ya maonyo ya mara kwa mara. If they choose their own way, kama watachagua njia yao wenyewe, then he does not commission his angels to prevent Satan's decided attack upon them. Ndipo hawaamuru malaika zake kuzuia mashambulizi ya Shetani. Kwa hiyo tunapata hapa ya kwamba whatever tunaita judgment za Mungu ni wakati ambao binadamu ameachiliwa kwa kile kitu ambacho amefanya gani? Kwa yule muangamizaji. Okay. Kwa hiyo kama Kristo alichukua nafasi ya mwanadamu, then what happened to Kristo ni kwamba Kristo aliachiliwa kwa yule ambaye mikononi mwa yule mtesaji ambaye wanadamu wamemchagua, ambaye ni nani? Shetani. Yet whatever happened to Christ haikufanywa na nani? Haikufanywa na Mungu. Haikufanywa na Mungu. Sawa? Kwa hivyo kesi ya msalaba then inakuwa ni proof enough kwamba Mungu si yeye anayefanya kitu gani? Si yeye anayeadhibu mkosaji. Sawa sawa? Maana hata unajua sisi hata wale wasurubishaji wa pale msalabani. Yule mtu mmoja alizungumza akasema hakika huyu alikuwa mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Kwa nini alisema hivyo? Sio kwamba aliona Mungu akimtesa. Ni kwamba aliona udhihirisho wa ukatili wa Shetani na yule mtu akiwa muungwana zaidi asiwe na hatia yoyote ya kustahili ule ukatili wa Shetani. Mwanatheolojia mmoja kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato aliweza kusema haya maneno kwenye protest ya dhana hii ya kipagani kuhusu kafara ya Kristo, ambayo ningelipenda tuweze kuisoma. Baada ya hapo tutaweza kuingia katika mchakato wa kuzungumzia au kutafuta kujua hii ghadhabu ya Mungu ambao wanatheolojia wameitumia kuwakilisha kafara ya Kristo vibaya imetokea wapi. The General Conference Daily Bulletin katika mahubiri haya ya mwaka wa 1897 sasa anasema maneno haya. Anasema, we said God is doing all this. Umepata? We said God is doing all this. God is killing him, punishing him to satisfy his wrath. Tulisema ya kwamba Mungu anafanya haya yote. Mungu anamuua, Mungu anamuadhibu ndiposa aridhishe nini? Hasira yake. In order to let us do what? Let us off. Mungu alikuwa anaadhibu Kristo. Sisi tunasema ili atuachilie sisi. Tuweke sisi huru. That is the pagan conception of sacrifice. Hilo ndilo wazo la nini? La kafara ya kipagani. Ufahamu wa kipagani juu ya kafara. Kwa hiyo hapa anasema we said, anasema haya maneno kwa sababu ananukuu Isaya.
Anasema kwamba Isaya anasema we esteem, sisi ndio tuliosema kwamba Kristo anapigwa, anauawa na nani? Anauawa na Mungu. Ndiposa makusudi ya kufanya hayo yote ni kuridhisha kitu gani? Hasira yake. Akasema hiyo ni nini? Ufahamu wa kipagani juu ya kafara. Kwa hivyo ni wanadamu wangapi ambao wamekuwa kipagani before? Nyingi sana. Wote. Kila binadamu amekuwa na wazo hilo tangu nani? Tangu Adam. Na Kain naye pia hivyo akachukua hilo wazo hilo. Kwa hivyo unapata ya kwamba hata sasa tunapokuwa tunadai ya kwamba tumetolewa katika upagani wa Kiafrika na wazungu, bado upagani huo umeletwa katika wazo la kizungu kupitia mfumo wa sheria nini? Wanadamu. Naamini ya kwamba mtu anahitaji kulipa fidia. Aliyelipa fidia nani? Ni Yesu Kristo. Sawa sawa? Alafu anaenda mbele anazungumzia what is the Christian idea of what? Sacrifice. Sawa? Now, naomba tuende mbele tukimaliza. Anasema the pagan idea of sacrifice is just the opposite. It is the same God who is always offended. Sasa ndio hiyo hapa. Kwamba wazo la kipagani kuhusu kafara ni tofauti na Kikristo ambayo ni kwamba it is the same God who is always offended. Ni Mungu yule ambaye daima ndiye anakuwa amekosewa. Always angry, daima akiwa amekasirika. And his wrath must be propitiated in some way. Na ghadhabu yake lazima itulizwe kwa namna moja au nyingine. So we find ya kwamba reason why wapagani walikuwa na wazo ya kwamba Mungu wao anahitaji aweze kuwa anatulizwa kwa sababu walikuwa wanafahamu Mungu wao anafanya nini? Ana hasira. Kwa hivyo Mkristo naye alipokuja baadaye akakuwa na idea of a God ambaye wakadai ni tofauti na wakipagani. Wao hao pia hivyo wako na akili ya kwamba Mungu wao anakasirika na anahitaji nini? Ana hasira, anahitaji kutulizwa hasira. So the foundation ya kafara za kipagani zote imejengwa juu ya ghadhabu za miungu wanaofanya nini? Wanaokasirika. Whether ni hata hapa Kenya, whether wanaendelea saizi ama waendelee, kafara nyingi za watu wanaozitoa kwa sababu miungu wao wamekasirika. Sasa kama iko hivyo, then naomba tuangalie katika maandiko tujiulize ya kwamba idea hii ya kafara inatoka wapi? Kitabu cha Warumi 5:9. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Na ghadhabu ama kutoka kwa ghadhabu? Tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Ni hivyo kuokolewa kutoka kwenye ghadhabu. Yes. So we notice ya kwamba tunaambiwa ya kwamba kwa sababu tumehesabiwa haki kwa yeye kupitia damu yake, vivyo hivyo tutaokolewa na ghadhabu kupitia Kristo. So Kristo anapokuja duniani hapa, then tunapata hapa wazo kutoka kitabu cha Warumi 5 ni kwamba alikuja kutuepusha na kutuokoa kutoka kwenye nini? Kwenye ghadhabu. Kutoka kwenye ghadhabu. Now, wewe kama wachana unavyoelewa sasa. Wachana na ukweli unaojua wewe. Ikiwa unaelewa ghadhabu ya Mungu kasirika, the moment umesikia kwamba tunaokolewa kutoka kwenye ghadhabu, what comes to your mind? Ghadhabu hii ni ghadhabu gani tunayokolewa kutoka kwake? Kwa sababu Mungu ndio tulikosana naye. Na mimi najua wewe tukikosana namna unavyokuaga. Na Mungu naye nilimkosea. Na naelewa Mungu ana ghadhabu kama wewe na mimi. Then na moja kwa moja naelewa tumeepushwa na ghadhabu ya Mungu. So mkafiri anaposema ya kwamba Kristo alikuja kutukomboa dhidi ya kile ambacho Mungu atatufanyia tukimkataa, amekosea? Hapana. Haya, so unapoona mkafiri amechora Kristo kwenye mlango akibisha, sijui kama unaona picha kama hiyo. Kristo kwenye mlango anabisha, anasema kong 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 hodi. Nani yuko pale mlangoni? Alafu anajibu ni Yesu Kristo. Unataka nini? Nataka kukuokoa. Uniokoa kutoka kwenye nini? Alafu anamaliza kwenye kile ambacho atakufanyia kufanya tu gani? Kataa. Kwa hivyo hiyo picha yote ya kikafiri, wao pia wanatafsiri kulingana vile ambavyo wanadamu wote tunafanya nini? Tunatafsiri. Ila hali halisia hiyo sio hali kweli. Ila sijui kama unajua ya kwamba kuna tafsiri moja, si tafsiri moja. Kuna versions zingine za kibiblia ambazo zinasema hivi, atatukomboa kutoka kwenye ghadhabu ya Mungu. Kuna versions zinasemea hivyo moja kwa moja. Ukiangalia King James version haijasema to save us from what wrath. Yeye inasema tu utuokoe kutoka kwenye nini? Ghadhabu. Ila version zingine zao zinasema moja kwa moja ya kwamba save us from the wrath of God. So inakuwekea kwamba Mungu ndiye ambaye alikuwa ametukasirikia, therefore anahitaji kufanya nini?
tunahitaji mtu wa kutunusuru na yeye. Sasa tafsiri hiyo wanatheolojia waliongeza neno God alikuwa katika original manuscript wakiwakilisha lile wazo walilonalo kuhusu mpango wa nini? Wa Injili. Na naomba nifungue kitabu cha James chapter 1 verse 20. Yakobo 1:20. Yakobo 21. 1:20. Yakobo 1. Yakobo 1:20. Anasema hivi, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani iwezalo kuziokoa roho zenu. Kwa hivyo msingi wa uchafu wote ni nini? Msingi wa uchafu wote, yaani kwenye hiyo mada sasa hapa anatangulia kutuambia tuwekeni mbali hasira. Yeah. Tukifanya hivyo tutakuwa tumefanya nini? Tumeweka kando nini? Uchafu wote. Yeah. Kwa hivyo kimsingi kuna uchafu ambao tunaweza sema kwamba mzizi wake ni ubinafsi, tamaa zetu, sio? Lakini kuna vitu vingi ambavyo kwa kifupi kama binadamu tunatenda ambao mzizi wake ni mzizi wa hasira. Tukiangalia madhara ambayo dhambi nyingine zimefanya tukiwa kwenye mzani. Kwa kutazama utakuta kwamba dhambi itakayokuwa na mzani mkubwa zaidi, dhambi itakayokuwa na uzito mkubwa zaidi kati ya tamaa, si ndio hivyo? Kati ya kiburi, si ndio hivyo? Na dhambi zingine jumulisha na ile ya hasira. Kwa kweli hasira itakuwa na maovu makubwa katika uso wa dunia hii. Maadamu kwa sababu vita yote na mauaji yote ambayo yamepita duniani na chuki zote ambazo zimeendelea duniani ndio zinafanya dunia hii isiwe mahali, yani kitu chochote kinachofanya dunia isiwe mahali pazuri pa kuishi. Naomba turudi kitu pengine fulani hapa. Sawa. Kwa hivyo binadamu kinachomfanya awe na hasira, kinachomuongoza nikisema ni kiu ya haki yake, nitakuwa nimekosea. Kwa sababu hasira huwa inainukia kwenye kulipiza kisasi, kutafuta haki dhidi ya kile ambacho mtu ametendewa ambacho anadhani sio sawa. Kwa hiyo kimsingi katika kutafuta haki, katika kulipiza kisasi, kinachotafutwa ni nini? Haki itendeke. Kwa hasira ya binadamu imejengwa juu ya haki yake. Sasa tukisema kwamba tunajifunza basi hasira ya Mungu, hatuwezi ipata kujua hasira ya Mungu hadi wakati ambapo tutakuwa tumesuluhisha mgogoro wa haki yake, wa haki ya Mungu. Okay. Jambo la pili, ikiwa tumeshapata mpaka hilo. Kwa hivyo ikiwa haki ya Mungu ni tofauti na mwanadamu, sio? Kwa hiyo tutakuwa sahihi tukiamua tukisema ya kwamba Mungu anavyokasirika ni sawa sawa na binadamu anavyokasirika na haki yake. Kama haki ya Mungu inatofautiana na haki ya mwanadamu, then kwa vyovyote vile hasira ya Mungu lazima iwe tofauti na hasira ya mwanadamu. Haya, sawa. Kwa sababu ukiongeza ile fungu tulilosoma, maandiko yanasema hivi, hasira ya mwanadamu haitendi haki ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo kwa vyovyote kama mwanadamu akikasirika anavunja haki ya Mungu. Tunaelewa hapo? Mwanadamu akikasirika anavunja haki ya nani? Ya Mungu. Sasa haiwezekani Mungu naye akikasirika au anavunja haki yake. Maana kama hasira hii ya mwanadamu iko sawa na hasira ya Mungu, then Mungu naye akikasirika anavunja nini? Anavunja haki yake. Sasa ikishatokea hivyo Mungu sio mwenye haki. Hiyo pointi ya kwanza. Tayari Mungu anakuwa amekosa nini? Haki. Lakini pointi namba 2, maandiko yanasema ni katika Mhubiri nafikiri. Kwamba usifanye mwepesi kukasirika. Si ndio hivyo? Maana hasira ukaa kifuani mwa nani? Mwa mpumbavu. Si ndio hivyo? Sasa mpumbavu ni yule ambaye hana Mungu. Nafikiri na Mhubiri, hebu tuisome hapo. Hii ndio kesi ambayo imefanya watu wengi kuwa wapagani. Imetufanya kuwa wapagani kwa miaka mingi. Kumuzania Mungu anakasirika kama sisi, ndio kumetufanya tuzanie Mungu ndiye anatuua, na ndio Mungu anatuwinda kwa sababu tumekataa kutii yale ambayo anatuambia. Aya. Anasema ni Mhubiri, nafikiri Mhubiri 7:9 anasema, usifanye haraka kukasirika rohoni mwako,
maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Sasa ikiwa Mungu pia huwa anakasirika, hasira inakaa kifuani pake, manake tayari saa hiyo Mungu anakuwa mpumbavu. Na mpumbavu kwa mujibu wa maandiko haya yanasema ni mtu ambaye hana Mungu rohoni. Sawa sawa? Sasa yani inakuwa ni ngumu kweli kweli hapo. Kuikwiti hapo na ikwiti vipi? Maana yani unahitaji kumuondoa Mungu ndipo hasira iingie ikae. Manake hapo ni shetani anakaa. Kwa hiyo kwenye mafungo ambayo nayasema, nafikiri kuna kipengele ambacho kinakuja wazi. Kwamba haiwezekani Mungu akawa na hasira kama ya mwanadamu. Haiwezekani. Kama yupo na hasira kama ya mwanadamu, naye ni mpumbavu. Jaha. Na ili unakuwa mpumbavu Mungu anapokuwa ametoka, maana yake nani yuko hapo? Ni shetani. Ni shetani. Kwa hiyo ni kusema hivi, kama Mungu anakasirika hasira ile ya mwanadamu, njia pekee ya kuipata ile hasira ya mwanadamu ni mpaka shetani akuingie. Si ni hivyo? Sasa je, Mungu huwa anafanyaje yeye kuipata hasira ya shetani bila shetani kumuingia? Unless yeye ndo shetani. Unless sasa yeye mwenyewe ndiye ageuke awe nani? Ageuke awe shetani. Sasa hiyo ni jambo ambalo linahitaji kupima mambo kwenye mzani wake ulio sahihi. Sasa tuongeze Waefeso. Sawa, Waefeso. Tuongeze Waefeso 4:26. Waefeso 4:26. Okay. Sasa tunapofunga hapo, sasa tusemeje? Je, Mungu hana hasira? Je, tuhitimishe kwamba Mungu hana hasira? Mungu akasiriki? Haitatukatalia, anakasirika. Je, hasira hiyo inatoka kwa shetani? Hiyo nayo inatukatalia. Sasa inatoka wapi? Waefeso 4:26. Okay. Muwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Sasa hiyo itawezekanaje? Yani kuwa na hasira usitende dhambi, hii ya kibinadamu, yani ni jambo ambalo halipo kwanza, aliwezi kutokea. Kwa sababu kitendo tu cha kuwa na hasira, sawa? Yani hujasubiri, haihitaji kusubiri ufike jioni. Ile kuwa tu na hasira tayari umefanya dhambi. Umeelewa hapo? Umeelewa hapo? Wewe jioni. Kwa hiyo swala la jioni alipo haliwezi kutokea, haliwezi kabisa. Kama tunaambiwa, kwa maana nasema kwa Kiingereza hapa kwamba muwe na hasira ila msitende nini? Msitende dhambi. Na msingoje jua ifike kabla mjaachilia hasira. Sawa. Sasa kama tunafaa tukasirike na nisitende dhambi, na kule James naye anatuambia hasira ya mwanadamu haiwezi kutenda haki. Sasa hiyo yenyewe haiwezekani. Manake inavunja sheria za Mungu. Kwa sababu haki unaipata kwa kutii sheria za Mungu. Kwa hivyo sasa hapa kwa njia nyingine, sijui kama tutakuwa tumekosea. Mtu anaweza sema hivi, na watu wawili hapo taniambia nani ambaye yuko sahihi. Mmoja anasema ya kwamba Paulo aliyepatia watu ruhusa ya kukasirika. Sawa? Ndio. Ila wasitende nini? Ila wasitende dhambi. Na mwingine akasema ya kwamba no, Paulo alipokuwa anasema hayo alikuwa anamaanisha watu wasikasirike. Nani ambaye yuko sahihi? Hapo ni sawa, kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, fungu lile la Mhubiri linasema hivi, msifanye haraka. Ya, umeelewa? Mwingine pia anaweza kusema hivi, Mhubiri hajakataza kukasirika, ila amekataza kukasirika haraka. Ila baadaye kama ukikasirika yani ukivuta interval ndefu, mbona umeuziwa leo ukaja kukasirika mwezi unaokuja, hiyo Mhubiri hajakazuia. Umeelewa hivyo? Aha. Lakini sasa anaongeza, anasema hivi, hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu. Swali linakuja hapo hapo, utakapokuja kukasirika huko baadaye, hiyo hasira itakuwa imekaa sehemu gani? Ndani ya moyo mpumbavu, ndani ya kifua kile kile. Kwa hiyo yani umesogeza tu mbele kwa mpumbavu, lakini bado umeendelea kuwa nani? Mpumbavu, kama muda ulivyosogea. Haya, Paulo anawaambia watu ruhusa ya kukasirika. Sawa? Ila pia anasema usikae nazo sana muda mrefu, jua lisije likachwa bado umeshikilia. Umeelewa? Kwa hiyo Paulo yeye ni kana kwamba na negate hii ya Mhubiri. Yeye anakuambia ni vema ukasirike haraka ili uachilie haraka, usije ukakaa nayo muda mrefu. Umeona hapo kesi inavyokuwa?
Sasa maana yake nini? Maana yake hapa tunapokwenda tunaelewa kwamba iko hasira ambayo haitendi dhambi. Ambayo ni gani? Ambayo ndio Paulo anayozungumza. Sasa hasira ambayo haitendi dhambi maana yake itakuwa ni ile isiyovunja iliyo ndani ya amri zile za Mungu. Ndani ya sheria ya Mungu, inapatana na sheria ya Mungu. Lakini iko hasira ambayo yenyewe ikiingia haipatani na sheria ya nini? Ile ya Mungu ya upendo, ambayo inasema hivi, Warumi 13:10 anasema hivi, pendo halimfanyii jirani neno baya. Sawa? Basi pendo ndilo utimilifu wa sheria. Kwa hiyo katika utimilifu wa sheria ya Mungu ambayo haijavunjwa, pendo liko pale. Kwa hiyo iko hasira ambayo badala ya kudhihirisha uadui na maumivu kama vile hasira ya mwanadamu, iko hasira ambayo inadhihirisha upendo. Tunaelewa? Sasa hiyo hasira ambayo inadhihirisha upendo ni hasira. Unaweza kwenye lugha unaweza qualify kuita hasira. Tukileta katika lugha yetu haitaingia. Haiwezi kuingia. Tafute lugha nyingine ya kuelezea. Kwa hivyo kile ambacho Paulo anazungumzia, Paulo kwa kifupi haruhusu mtu kuwa na hasira. Kwa maana anaposema kwamba kuweni na hasira ila usitende dhambi, tayari hapo ameshaka kuambia hiyo haiwezekani kama hasira unayoijua hii ya mwanadamu, sio? Kwa kama unazungumzia hasira ya mwanadamu, then Paulo anachokisema ni kwamba usiwe na nini? Usiwe na hasira. So kwa hivyo katika lugha tunayoifahamu, hatuwezi pata kwa urahisi kupata wazo la hasira ambayo haitendi dhambi. Hiyo haiwezekani. Haipo. Ila Mungu yeye anatumia lugha hiyo kwetu kutuambia kuweni na hasira hiyo mtende dhambi. Lakini sisi sasa tukitafsiri maandiko na kuwa uaminifu, hiyo ni sawa sana kukuambia usifanye nini? Kwa sababu kabla ya hasira ya kibinadamu kuna kitu kinatangulia, ndiyo hasira inakuja. Moja, kujihesabia haki. Lazima kwanza kutangulie kabla ile hasira ijaja. Kwamba kwa nini mimi nifanyiwe hivi? Unaona? Kwa nini amenifanyia hivi? Kwa nini huyu nimemwambia kufanya hivi na hajafanya? Maana yake wewe umevunjiwa heshima yako tayari. Ndicho kinachofuatia. Kwa vyovyote, yani unapokasirika tu moyoni, hata usipoongea jambo lolote, hata hujakohoa lolote, ila ilimadi hasira imekaa, tayari umetenda dhambi. Asante. Kwa hiyo sasa ningependa tuende kwenye kipengele kingine. Nafikiri tumeweza kuweka msingi wa kwanza. Hasira mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Kwa haziwezi kabisa kufanana. Kwamba binadamu wakati wote ambapo amekasirika, analolenga kulitenda, mwishowe matendo yale ambayo analenga kuyatenda ni ya kuadhibu, ni kulipiza kisasi. Kwa hivyo kuna vipengele tunavyotembea navyo. Hasira ya binadamu huwa msingi wake ni mtazamo wake wa haki. Kwa hivyo hawezi tenganisha haki ya binadamu anayoielewa na hasira yake. Nataka tuende sasa, baada ya amekasirika, haki yake inamhitaji, inamsukuma atamani nini ifanyike ama afanye nini. Tuende kitabu cha Luka 9:53. Lakini wenyeji hawakumkaribisha kwa vile alivyouelekeza uso wake kwenda Yerusalemu. Wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo, walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uangamize kama Elia naye alivyofanya? Walikuwa wanauliza Kristo anataka nini, ama alikuwa wanaomba Kristo awape ruhusa watende wafanye hivyo? Kwa maana anapokuuliza hivi, unataka kunywa maji ama unataka kunywa chai? Ninataka kujua nataka nini wewe. Ile ninapokuambia naomba nipatie ruhusa nitumie laptop yako, ninawakilisha kile ninachotaka. Kama hawa watu walipokuja kwa Kristo, walitaka kupata mapenzi ya Kristo ama walikuwa wanawakilisha kwa Kristo mapenzi yao wape ruhusa? Hawa walikuwa wanaona kama Kristo yuko radhi na kama yuko radhi awape ruhusa watekeleze kama vile ambavyo Elia alifanya. Kwa hivyo lengo lao, wameudhika, wameumizwa, wamekasirika, hawajakasirika. Hawa wana hasira tayari, wamechukizwa. Kwa hasira hii ndio nao wafanya wawe na kiu ya kutaka watendee wale watu haki. Waumize, ndio. Waumize. Kwa sababu wao wenyewe kwanza hawajatenda haki, kuacha kumkaribisha Bwana wao.
Kwa hiyo lazima amewafanyia kwanza favor, unajua. Maana unajua Wasamaria wenyewe hawakuwa watu ambao wanahesabika kuwa wanastahili kutembelewa na Myahudi na mkubwa kama huyo. Kwa hivyo waliumia. Kwa haki ya binadamu inapokuwa imevunjwa, binadamu hasira inapoinuka, lengo lake baada ya hapo ni kutaka kufanya nini? Kutafuta kuumiza aliyefanya kitu gani? Aliyekosea. Kwa hivyo Kristo anawakemea, kwa maana anagundua kwamba hasira hii iliyo ndani yao na haki iliyo ndani yao mwisho inalenga kuenda kuumiza. Anawaambia no, mimi sijakuja kufanya hivi. Ila Kristo anajua kabisa wale wamemkataa, ila haki yake. Anasema hivi, hii ni Yohana 5:30, mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo nihukumuvyo, na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Huyo ni Bwana Yesu anazungumza hivyo. Yeye hawezi kufanya neno mwenyewe. Ni fungu la 30 hili tumesoma. Okay. Sawa, anasema hivi kwenye sura ya 5 hiyo hiyo. Anasema 19. Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amuona Baba analitenda, kwa maana yote ayatendayo yeye ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Unaona? Sasa maana yake nini? Yesu wakati anapokataa kurespondi hapa kuruhusu moto kushuka mbinguni, ni kwa sababu hajapewa ruhusa yeye na Baba ya kufanya hivyo, na huku hajaona wahi kuona Baba yake anafanya hivyo. Kwa mwisho inafaa tuanze kutafuta Mungu. Yeye anapokasirika, basi yeye pia huwa anatafuta kuumiza watu. Kwa hivyo Kristo, roho iliyokuwa ndani ya wanafunzi haikuwa yake. Maana naikana, sio? Ni roho ya mtu. Naambia nyinyi hamjui roho ni ya nani mlio nayo. Of course anamaanisha kwa kifupi, roho aliyo nayo ilikuwa ya nani? Ya shetani. Kwa maana kuna watu falme nyingine. Kuna Mungu ana roho mbili. Kuna nukuu moja ya Ellen White ya kitabu cha Desire of Ages. Ni nzuri sana. Sio kama unaipata utaisoma. Ni ukurasa ule wa 487 paragraph ya 3. Unapoenda pale sababu ya muda, naomba nisome, unatafuta hiyo na mimi nitaendelea kusoma nyingine hapa. Kitabu cha Warumi 12. Warumi 12. Naomba nianzie ule mstari wa 17. Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. Msilipishe mtu baya kwa nini? Kwa baya. Bali peaneni, toeni mambo yaliyonyooka kwa macho ya kila mmoja. Ikiwa inawezekana na ikiwa inawezekana katika nafasi zenu, ishini kwa amani na watu wote. Dearly beloved, wapendwa, wale ambao ni wapendwa, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. Ila pisheni nini? Ghadhabu. For it is written, kwa maana imeandikwa, vengeance is mine, kulipisha kisasi ni kazi yangu. I will repay, say the Lord. Mimi nitafanya kitu gani? Nitalipisha. Sasa hapo tunapata ya kwamba Mungu anazungumza kupitia mtumishi wake Paulo, anasema ya kwamba hatuhitaji kulipa nini? Baya kwa nini? Kwa baya. Kwa hivyo haki ya Mungu mwishowe tunapata ya kwamba haina ile kiu ya kulipisha mtu anapofanya baya naye amtendee nini? Baya. Unaelewa? Ile ambayo ni jino kwa nini? Kwa jino. Bali anasema ya kwamba niachieni nini? Mimi nitalipisha nini? Kisasi. Sasa hapa ndiposa tena theolojia nyingine ikabuniwa. Unaelewa, shetani kila mahali anaibua mchakato wake. Na theolojia nyingine ikaibuliwa ya kwamba mimi sina haki kufanya hivyo, ila Mungu yeye kuna haki ya kufanya bayana. Ndio pale inapokuja unapokutana na watu wanaume wanakuambia hivi, Mungu ataua, atachoma kabisa waovu. Na kwa Mungu kuua sio dhambi. Ni haki yake yeye kufanya hivyo. Alafu yani kuhukumu kunawekwa ndio kuadhibu. Yani katika understanding ya theolojia iliyo duniani ni kwamba ile kuhukumu ndio kuadhibu. Unaona? Lakini Yesu alipokuja duniani, maandiko yanasema hivi, Baba alimpa hukumu yote. Na Yesu katika maisha yake ameonyesha hukumu mara sehemu kadhaa. Ameonyesha namna ambavyo hukumu yake jinsi inavyofanya kazi.
lakini hakuna mahala ambapo Yesu amewaadhibu watu. Kwa mfano, wale walioleta mwanamke yule wakitaka Yesu ampige nani, atoe ruhusa ya kupiga mawe. Naona wale watu pale Yesu kitendo alichofanya ndicho kinachoitwa hukumu. Alipoandika chini Yesu alikuwa anatoa hukumu. Walipojihoji wao mwenyewe, kimsingi hukumu ya Mungu ni wewe ndio unajihesabia, wewe ndio, si Mungu anadhihirisha hali yako wewe jinsi ilivyo ndani. Then wewe ukishaiona hii hali yako unajikatia mahala unastahili kuwa. Wewe mwenyewe unaona kwamba hustahili. Unaona? Ndicho ambacho Yesu alichofanya, aliwafunulia hali yao pia ilivyo ya kiroho. Unaona? Hali yao jinsi ilivyo. Na baada ya kuwafunulia ni wao ndio walijihesabia. Sio Yesu aliwaambia tokeni hapa. Wao ndio waliona hata wao hawastahili kuwa pale. Sasa kile kitendo Yesu alichofanya pale, hiyo ndio hukumu ya Mungu. Ambayo mara nyingi sasa sisi tunapotaja hivi, hukumu ya mwisho, Mungu atahukumu wenye dhambi, tunahesabu kwamba hiyo hukumu maana yake ni Mungu kuadhibu. Umeona sasa hapo ambapo makosa yanapoingilia kutukamata. Vizuri nikiongeza, katika kuzungumzia Mungu anavyofanya hukumu yake, tushapata kwamba Mungu afanye hukumu moja kwa moja katika muktadha wa kuadhibu. Kwa kuna hukumu ambayo Mungu hatendi, ambayo ni hukumu ya kuadhibu. Ndio. Ila hukumu anayosemekana nayo itenda ni kudhihirisha hali halisi ya mtu. Lakini anapodhihirisha, lengo lake sio kama kuletea majuto, bali uweze kurekebisha na kutubu. Hukumu hiyo ni sawasawa na hukumu ya daktari ambayo inaitwa kupeleleza, kuleta udhihirisho wa hali halisi, ndiposa mgonjwa achukue hatua ya kuendelea na matibabu. Kwa hivyo lengo la Kristo kutudhihirishia ni kama daktari ambaye anakupeleka kwenye maabara, alafu anapochunguza anataka uone, ndiposa ushirikiane naye katika swala la kuponya. Ila Kristo mwenyewe alipokuwa duniani hapa, kuna hukumu aliyoisema yeye hatendi. Unaelewa? Ambayo kwenye kitabu cha Yohana, naomba tuone kitabu cha Yohana 5, anasema haya maneno nikiweza hebu sio kama utasoma kwa Kiswahili ama nisome kwa Kiingereza. Tena baba, Yohana 5 mtu yeyote. Yohana 5 tuanzie kwanza 45. Yohana 5:45. Anasema hivi, msizani kwamba mimi nitawashtaki kwa Baba. Yuko anayewashtaki ndiye Musa, mnayemtumaini ninyi. Kwa maana kama mngalimwamini Musa, mngeniamini mimi. Msizani kwamba mimi nitawashtaki kwa Baba. Yuko anayewashtaki ndiye Musa, mnayemtumaini ninyi. Kwa maana kama mngalimwamini Musa, mngeniamini mimi, kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Kwa hiyo tunapata ya kwamba mtu anapokataa maneno ya Kristo, Kristo anasema kwamba yeye hana shida ya kumhukumu mtu, kwa maana ashajua nini, ashajua kweli. Kwa hiyo Kristo mwenyewe anasema kwamba hafanyi kazi ya kuhukumu mtu. Sasa hii si kinyume na kile ambacho kimesemekana mwanzo ya kwamba Kristo anafanya kazi ya kuhukumu. Unajua watu wanasema kwamba watu wanasema nini? Mara wanasema Mungu anahukumu, mara wanasema hahukumu. Point ya msingi ni kwamba neno kuhukumu mtu inaweza maanisha vitu tofauti. Kuna ile kuhukumu mtu kumaanisha kwamba unamtangazia adhabu atakayoipata. Sawa. Ambayo wewe au mamlaka ndio itakayofanya nini? Itakayomletea. Na kuna kuhukumu mtu ambaye inamaanisha ya kwamba kuletea mtu yale anayo stahili kuyapokea. Na kuna hukumu nyingine ambayo inamaanisha kudhihirishia mtu kile ambacho hali yake aliyonayo. Sasa shughuli ya Mungu Mungu yuko anasimama upande mwenye kuonya. Unaona? Naomba sasa tusome hiyo. Naam. Desire of Ages hiyo. Ni ukurasa wa Kiswahili 370 kwenye kitabu hiki cha Tumaini. Anasema walikuja kwa Kristo na kumjulisha maneno yaliyokuwa yamesemwa na watu wale, wakimwambia kwamba walikuwa wamekataa hata kumpa mahali pa kulala kwa usiku mmoja tu. Walifikiri kwamba alikuwa amefanyiwa jambo baya sana, na huku wakiuona mlima wa Karmeli kwa mbali, mahali ambapo Elia aliwaulia manabii wa uongo
walisema, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uangamize kama Elia naye alivyofanya? Walishangazwa kuona kwamba Yesu aliumizwa na maneno yao, na kushangazwa zaidi walipoona maneno haya ya kukanya yakishuka masikioni mwao. Hamjui ni roho ya namna gani mlionayo, kwa maana Mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu bali kuziokoa. Naye akaenda katika kijiji kingine. Kulazimisha watu kumpokea Kristo si sehemu ya kazi yake. Kutafuta kulazimisha dhamiri ni kazi ya Shetani, na watu wanaosukumwa naye wakijifanya kuwa na juhudi katika kuonyesha haki, wanadamu ambao wanashirikiana na malaika waovu huleta maumivu kwa wanadamu wenzao, eti ili kuwaongoa na kuwaingiza katika mawazo ya imani yao ya kidini. Asante. Kwa hiyo nafikiri hii imetosha kwamba ni wale wanaoongozwa na roho ya Shetani, wanaotaka kuwaumiza, wanaokataa kukubaliana na mawazo, kuingia kwenye mawazo yao. Na kipengele cha mwisho kwenye nukuu hiyo, basi turudi katika kipengele cha kumalizia. Kuna mtu aliwahi niambia hivi, Kristo halazimishi mtu, bali wakati ambapo umeshaamua basi yeye atakuadhibu. Umeelewa? Kwamba hakukulazimisha ufanye uchaguzi, bali wewe ulifanya uchaguzi. Kwa hivyo hapa kipengele cha kulazimisha hakipo. Ila naomba tutumie mfano huu kuweza kujibu hoja hiyo. Umeelewa kile ambacho nimesema? Wanasema hivi, wewe uliamua tayari. Kwa hivyo ulipewa uhuru wa kufanya nini? Wa kuamua. Kwa hivyo ulipoamua, baada ya kuamua haujalazimishwa, ulishaamua. Kwa hivyo anakuja kukuadhibu. Umeelewa? Sasa tumezungumzia hicho kipengele katika mfumo wa haki ya Mungu anavyofanya na yeye anahusikaje mambo ya adhabu. Tushazungumza. Ile sasa tuwasiu tujajibu hiyo hoja. Tutumie nukuu hii. Hawa watu je, walikuwa wameambiwa ya kwamba mpokee Kristo ama tutumie moto? Hamna. Tayari walikuwa wameshafanya nini? Wameshafanya maamuzi. So kipengele cha kulazimisha kingekuja aje? Kwa kuwaletea kama moto ungekuja ilikuwa sababu ya uchaguzi walioutenda. Manake hata kama walikuwa naungua kwa tusamee tu, tulikuwa hatujui, hatutarudia, si ndivyo? Kipengele cha msingi hapa ni kwamba kipengele kwamba Mungu halazimishi hakihusu wakati tu mtu anapofanya uchaguzi. Kinahusu vitendo ambavyo mpeana uhuru anavitenda baada ya mtu amefanya uchaguzi. Unapata pale? Kwa hivyo mtu anaposema ya kwamba Mungu halazimishi, sio kwa maana ya kwamba tu ya kwamba anawacha mtu huru waamue, baada ya hapa huja kumshughulikia. Tunamaanisha hivi, kunyang'anya mtu huru inahusika ile wakati ambapo unamsukuma aamue, na pia wakati ambapo unamletea adhabu baada ya nini? Ya kuamua, jinsi ambavyo hao mandugu wawili walikuwa wanataka kufanyia Wasamaria. Yesu alitoa mfano wa bwana yule aliyewagawia watu mali. Aliwapa malipo. Eti aliwapa kazi ya kufanya, si ndivyo? Wengine sijui saa 11, wengine sijui saa 3, wengine sijui saa 9, wengine saa ngapi. Alafu baadaye wengine akawapa kazi kwa muda wa saa 1. Sasa wakati anakuja kulipa yule bwana, hakujalisha aliyefanya kazi muda mrefu, ila aliwalipa wote sawa. Sasa ikaonekana pale wale waliofanya muda mrefu tangu mapema wakawa na manunguniko pale. Sema haiwezekani, hii sio sawa, hii sio haki. Yaani ni pale. Hii sio haki, hii hajatenda haki. Yaani sisi tumefanya kwa muda wa masaa mangapi yote hayo? Tumeshinda juani. Alafu wao wamefanya saa 1 tu. Ndio tunakuja tunalipwa sawa na wao. Hii kwa kweli sio haki. Yesu akasema hivi, kwa nini mimi nilaumiwe juu ya uhuru wangu? Je, si haki yangu mimi kumpa yoyote kama nitakavyo? Umeona? Kwa Yesu alitoa yule mtu kwamba alikuwa na uhuru sawa wa kufanya anavyotaka na kumhukumu kwa kufanya anavyotaka, na kumnyang'anya uhuru na kumzuia asifanye vile anavyotaka, ni hata sio kumzuia, kumhukumu baada ya kuwa uhuru wake kana kwamba unamnyang'anya uhuru. Sasa nataka tufanye hivi, tusome nukuu moja ya mwisho. Baada ya hapo sasa turudi kwenye maandiko, tutafute je, Mungu yeye anadhihirisha asili yake inapotendeka inafanyika aje? Sio mapambano kuu. 36 paragraph ya kwanza. Anasema hatuwezi kujua kiasi tunachowiwa na Kristo
kwa ajili ya amani na ulinzi tunaofurahia. Ni uwezo wa Mungu uzuiao. Ni uwezo wa Mungu uzuiao ndio unaomzuia mwanadamu kuwa chini ya mamlaka kamili ya Shetani. Kutotii na kukosa shukrani vina sababu kubwa kwa ajili ya shukrani kwa rehema na uvumilivu wa Mungu katika kuzuia ukatili na mamlaka yenye nia mbaya ya mwovu. Lakini wakati watu wanapovuka mpaka wa uvumilivu wa Mungu, kile kinachofanyika hapa ni kwanza watu wanavuka mpaka wa uvumilivu wa Mungu. Hiyo haimaanishi Mungu anakosa kuvumilia. Tutapata maana yake baadaye. Kizuizi hicho kinaondolewa. Kinaondolewa aje? Mungu hawezi kusimama mbele ya mkosaji kama mtekelezaji wa hukumu dhidi ya uasi. Hiyo ni pointi ya kwanza. Naam. Mungu hawezi kusimama mbele ya mkosaji kama mtekelezaji wa hukumu dhidi ya uasi. Kwa hiyo Mungu atekelezi hukumu inayohusiana na uasi. Kama hiyo haitoi ana mshahara huo. Huo mshahara ni wa mtu mwingine. Na sisi nilipo mshahara kwako Tanzania na mimi kazi zikupeana. Si ndio? Kwa hiyo hapo tunapata kwamba Mungu katika hasira yake hajawahi tekeleza hukumu. Kwa sababu uasi sio ajira ambayo Mungu anatoa kwa mwanadamu. Naam. Sio kipengele cha kwanza. So kama iko hivyo, nafikiria sio kama kuna kitu kizuri kimebaki hapo unapoangalia. Kinaweza kuwapo dhidi ya uasi. Anasema bali huwaacha wakataaji wa rehema zake wao wenyewe wavune kile ambacho walikuwa wamekipanda. Kwa hiyo mavuno ya uasi Mungu hana. Naam. Anasema hivi, kila mwale wa nuru uliokataliwa, kila onyo lililodharauliwa au kupuuzwa, kila tamaa iliyoendekezwa, kila uhalifu wa sheria ya Mungu ni mbegu iliyopandwa ambayo itatoa matunda yake daima. Roho wa Mungu anapopingwa daima, hatimaye anaondolewa kutoka kwa mwenye dhambi, na kisha hapo hakuachwi nguvu yoyote ya kudhibiti tamaa mbaya ya roho, na panakuwa hakuna ulinzi wowote dhidi ya uovu na uadui wa Shetani. Kwa hivyo kwa kifupi sasa kipengele hapo ni kwamba Mungu sio yeye anayeondoa ulinzi, bali sisi ndio tunaokataa ulinzi ambao kupitia Roho Mtakatifu. Na Mungu hana hukumu, hana utekelezaji utekelezaji wa hukumu ya waovu. Hiyo sio kazi yake. Hana mshahara huo kwa sababu hajamwajiri Mungu mtu yoyote kufanya dhambi. Unajua katika maandiko inatuambia kwamba hayo waliokuwa yanatendeka hapo yalikuwa yanatendeka inaitwa hasira ya Mungu kwa Israeli. Sawa. Ukisoma kitabu cha Mathayo 10:22 mstari wa 7 ikiwakisha parable hii ya Mungu anapotuma, ni Mungu ama ilikuwa ni parable ya mfanyikazi ama ni mfalme aliyetuma mwana, alafu wafanyikazi wa huyu mfalme wakaua mwana. Alafu inauliza, je, angefanyia nini wao? Atafanya nini dhidi ya wale waovu? Alafu inasema mstari wa 7, hasira yake yule mfalme akawatumia nini? Majeshi. Majeshi yake ndiposa karibu kawaua hawa wauaji na kuchoma nini? Mji wao. Sasa hapo tunapata ya kwamba kinachotendeka kitabu cha Pambano Kuu kwa Waisraeli inaitwa nini? Hasira ya Mungu. Ambayo ni kwamba yeye aliwatumia wanajeshi wao. Ila tumepata ya kwamba kilichofanyika hapo ni kwamba walikataa rehema, basi walipokataa Roho wa Mungu wakajiweka mbali ya nje ya ulinzi wa Mungu. Kwa hiyo Roho wa Mungu anapotuzungumzia hapa kupitia maandiko haya anamaanisha hivi kwamba hasira ya Mungu ni wakati ambapo binadamu ameachwa kwa kile ambacho amekuwa akichagua, na Mungu anaheshimu uchaguzi ambao ameufanywa kukataa Roho wake Mtakatifu. Naomba nirudie hapo. Hasira ya Mungu katika maandiko ni wakati ambapo Mungu anaheshimu uchaguzi wa mwanadamu wa kukataa ulinzi na kukubali uchaguzi wa mwanadamu wa kukataa nini? Roho wake. Sasa wakati huo ndiposa ambapo inasema ya kwamba Mungu amedhihirisha kitu gani? Hasira yake. Sawa? Naomba sasa tuweze kupanua pattern hiyo kupitia mafungu kama matatu hivi. Tuende kitabu cha kwanza kabisa, kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Naomba ufungue hapa kwa sababu ya muda. Kumbukumbu la Torati 31. Kumbukumbu la Torati
31, naomba nisomee ule mstari wa 17. Nasema vipi? Ndipo hasira yangu itakapowaka juu yao siku hiyo, nami nitawaacha, nitawaficha uso wangu. Kipengele hapa ambacho tunachotafuta ni kwamba Mungu anapokasirika huwa anafanya nini katika hasira yake? Pattern sasa. Anamwacha mkosaji. Good. Kwa hivyo yeye ni kinyume na mwanadamu. Mwanadamu anapokuwa amekosea, yeye anatamani kumuumiza. Unapata hiyo ni kinyume na Mungu afanye hivyo. Yeye hapendi kulazimisha mtu kwa uchaguzi anaoufanya ama kwa uchaguzi alioufanya. Ila yeye huwa anaacha mtu kwenye nini? Uchaguzi wake. Matokeo ni kwamba unaacha kwa Mungu uliyemchagua au Mungu uliochagua ambaye ndiye atakaye kushughulikia anavyojua kulingana na mshahara, kulingana na wajibu aliokupatia utende. Haya, twende mbele. Nami nitawaacha, nitawaficha uso wangu. Nao wataliwa, tena watajiriwa na mambo maovu mengi na mashaka, hata waseme siku hiyo, je, kujiriwa kwetu na maovu haya si kwa sababu Mungu wetu hayumo kati yetu? Asante. Kwa hivyo pattern hii inakuwa wazi ya kwamba Mungu katika haki yake ambayo hailazimishi, ni haki ya uhuru kulingana na sheria ya uhuru, inapokuwa inadhihirika katika hasira, yeye ni kuheshimu uchaguzi wa mwanadamu kwa kumwachilia kwa kila alichokichagua, ya kutoendelea kumlazimisha kufanya anavyopenda Mungu. Mungu halazimishi mtu afanye anavyopenda mwenyewe. Hiyo ndio inayoitwa nini? Ghadhabu yake. Paulo akinukuu haya anayaweka katika picha nyingine. Kitabu cha Warumi 1, naomba uanzie ule mstari kuanzia ni 10:21. Anasema kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege na ya wanyama na ya vitambaavyo. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. Kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba anayehimidiwa milele. Amina. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa wanaume wakiyatenda yasiyowapasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Sasa kwa hivyo Mungu hapa anapokuwa katika hasira yake, maana hii tunazungumzia kutoka 10:28, hasira ya Mungu inadhihirishwa. Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu. So hapo unapoendelea kusoma kwa chini vile ambavyo tumesoma, unapata mahali Mungu aliruka kwanza kuwaumiza. Nasema tu akawaacha. Mungu anapoheshimu ulichokiamua, hapo amefanya kosa gani? Hapo hiyo ndio hasira yake. Hiyo ndio hasira yake. Sasa tumeshapata ya kwamba tumeona pattern hii, tusijirudie sana, ndipo tuende mbele kwa sababu ya muda. Ni Mungu anapokasirika na binadamu anapokasirika, kwanza matendo yanayotokea baada ya hasira zao kuwepo ni tofauti. Na motive kwenye akili nia ni tofauti. Sasa ila hizi hasira mbili zinahisi vipi? Unajua kama nikisema Kiswahili inahisi vipi naeleweka. Hisia zake zikoje? Hisia zake zikoje? Cha kuanzia ni Hosea. Twende mbio mbio kwenye kitabu cha Hosea 11 ule mstari wa 7 hadi mstari wa 8. Anasema hivi, na watu wangu wamejipinda kuniacha, ingawa wawaita kwenda kwake aliye juu. Kwa hivyo kipengele hapo tunapata kwamba sasa hivi ndivyo asili inavyoanza. Mwanadamu anaingia katika nini? Hali ya kumwacha Mungu. Uasi, Mungu kwanza au kuachili, anapambana, sio? Anarejea kupambana, sio?
Kwa hivyo mwanadamu ndiye anayeanzisha mchakato wa hasira. Anachagua uasi. Naye Mungu anafanya nini baada ya hapo? Anaitikia kushindikana. Ingawa wawaita kwenda kwake aliye juu, hapana hata mmoja atakaye mtukuza. Kwa hivyo kwanza unaingia kwenye uasi, Mungu anakuacha ama anarudia na kutafuta? Anaendelea kutafuta watu kutafuta. Ila baada anasema anaendelea kufanya nini? Kuendelea kutafuta mambo yao, hawatafuti utukufu wa Mungu. So wakiendelea kudumu katika mambo yao, Mungu anafanyaje? Twende mbele. Anasema niwezeje kukuacha Efraimu? Kwa hivyo inambidi afanyeje? Amuache. Ila sasa sikiza sentence anauliza. Niweze kukuacha aje? Huyo mtu anapofanya hivyo, anaacha kwa ukaidi, kwa hasira, au anaumia kwa sababu hamna namna nyingine ya kufanya bora. Niwezeje kukuponya Israeli? Niwezeje kukufanya kama Adima? Niwezeje kukuweka kama Seboimu? Moyo wangu umegeuka ndani yangu, huruma zangu zimewaka pamoja. Sitatumia ukali wa hasira yangu, sitarudi kumwangamiza Efraimu. Kwa maana mimi ni Mungu, si mwanadamu. Mimi ndiye aliye mtakatifu katikati yenu. Wala sitaingia ndani ya mji. Watakwenda kumfuata Bwana atakaye nguruma kama simba. Kwa maana atanguruma, nao watoto watakuja kutoka magharibi wakitetemeka. Watakuja wakitetemeka kama shomoro toka Misri, na kama hua toka nchi ya Ashuru. Nami nitawakalisha katika nyumba zao, asema Bwana. Mstari wa 9. Umeshavuka hapo kwa 11. Niko nafika 9 niambie umemaliza pale. Sitatumia ukali wa hasira yangu. Sitarudi kumwangamiza Efraimu. Hicho ambacho anasema kama sitatumia ukali wa hasira yangu ndio ambacho anasema kama niweze kukuacha aje. Sasa hiyo tumeshazungumzia. Kwa hivyo hasira ya Mungu ni kuacha mtu, ila hizo hisia unavyozisikia anavyozungumza sio hasira kwenye lugha ya hasira. Bali kama ingewezekana kubadilisha hilo neno ingeitwa nini? Huruma. Ni uchungu. Sawa? Ule uchungu wa hasira ndio wasio hasira, ule uchungu wa maumivu anaoona mtu anapoenda kupotea ndio ambao maandiko yatumia neno nini? Hasira. Ila sasa kwa nini iwe hivyo? Kabla niende hapo, naomba niwakumbushe kipengele cha maana hapa sasa. Kristo alipokuja duniani hapa, je, alidhihirisha hisia hizo na matendo hayo? Ndio. Tunayaona wapi? Kitabu cha mwanzo kabisa ni cha Mathayo. Mathayo 23 hadi 37-38. Analia. Anasema oh Yerusalem, oh Yerusalem. Kauli ile ni maumivu, sio? Anasema nimetafuta kufanya nini? Kukusanya. Nimejaribu kukusanya. Mara ngapi nimejaribu kukusanya kama mtoto? Hiyo ndio hasira ya Mungu sasa. Alafu anasema baadaye akimaliza, tazama nyumba yenu imeacha nini? Imeacha hali ya ukiwa. Hayo matamshi yanapotoka kwenye mdomo wake anadhihirisha hasira kwenye lugha ya Biblia. Ila hiyo hasira ya Mungu. Hicho kitendo anachokitenda ndio hasira. Hizo hisia ndio hasira. Ila kwetu kwenye lugha yetu tunavyoelewa, haiwezi qualify kwa hali kama hiyo. Hatumuiti mwenye hasira, tunamuita mwenye huzuni. Kwa hivyo huzuni ya Mungu kwa maandiko ndio nini? Ndio hasira ya Mungu. Ndio hasira ya Mungu. Ila mbona imeandikwa hasira sasa? Hiyo ni kipengele cha lesoni ya 11, kama ni 11 ama lesoni ya 10. Sawa. Kio. Ukiangalia Luka 19 41 Luka utaunganisha na hiyo ambayo nataka kusoma. Kristo anapokaribia mji Yerusalemu analia. Alipouona mji wa Yerusalemu aliulilia. Kwa hivyo huo kulilia huo mji si tofauti na ile ya Mathayo, ni moja. Aliulilia akisema oh Yerusalemu, oh Yerusalemu. Ni mara ngapi? Alisema right, kama ungelijua yale yapasayo amani, lakini yamefichika mbele ya macho yako siyaone. Tazama watakuzingira wewe na nyumba yako na watoto wako, wasikuachie hata jiwe moja juu ya jiwe. Si hivyo? Wanalilia nini? Msiba wa Yesu kimsingi anaona majeshi ya Kirumi yakiwa yamezunguka. Kwa kwanza hajililii kwa sababu amekataliwa. Self pity. Vile msichana ambaye ameacha anza kulia, oh mbona umeniacha hivi. Sio hiyo. Kwa sababu kama ni hivyo ni ubinafsi tena. Yaani ni tamaa ya kiburi chake, sifa amenyimwa zile ambazo alikuwa anategemea. Ukiona hivyo kwenye mfano huu ambao Yesu ametumia, mimi waga naupenda sana. Na mara nyingi nimeangalia kuku mama anapoteseka, vifaranga wanapochukuliwa.
Na Yesu ametumia mfano ule perfect kabisa kutuunganisha akili zetu na akili yake na akili ya mama kuku. Warau mama kuku atusaidie kuelewa uchungu ambao Kristo alikuwa anaupata. Naomba mtu anayeenda kusikiza kipengele hiki aenda tafute neno hasira kwenye Kiebrania. Atapata kwamba neno hilo lina nambari H599 ambayo huwa kwa Kiebrania ni neno ambalo linawakilisha kupumua kwa kasi. Kwa kwenye Kiebrania neno hasira inamaanisha kuhema kwa nini? Kwa haraka. Sawa. Sasa mtu anapohema kwenye haraka sio lazima ikakuwa ni nini? Ni hasira. Ndio. Mama ambaye anapoteza mtoto, anayeona mtoto akipotea kule, moyo wake unapodunda atakuwa na kuhema ambao kumefanya nini? Kumepanda, ndiposa aweze kuridhisha oxygen kwa mwili. Kwa hivyo kile kitendo cha kuhema kwenye haraka ndio kwenye Kiebrania wanaita hasira. Ile hali kwamba rapid breathing. Unaelewa sasa? Kwa hiyo sasa hicho kitendo inategemea na tukio halisi kwenye maisha ya mwanadamu. Kama ulikuwa umemkosea, ukiona anafanya huyu mtu akosea kwa na hasira. Ila kama wewe mtu anaona maumivu yanatendeka kwa mtu anayompenda, utasema alikuwa anafanya nini? Anampenda, anafanya nini? Anaumia. So Mwebrania yeye anaposema neno hasira inamaanisha kupumua kwa nini? Kwa kasi. Mungu kwa kifupi, hasira yake ni wakati ambapo anapitia maumivu, machungu ya moyo, anapolazimishwa kuheshimu uchaguzi wa mwanadamu ambaye ameamua kukana nafasi ya rehema na ulinzi wa Mungu. Basi Mungu aweze kutubariki. Nafasi ni yako. Mimi pale kwenye yule mama kuku, kama tukiwa waaminifu kuingia kwenye akili na upendo wa mama kuku alionao kwa vifaranga, alafu ikafikia mahala akasema basi sawa, anawaambia vifaranga wake hivi, basi hamtaniona tena, si ni hivyo? Hivi kweli anaongea akiwa katika hali gani? Kwa upendo ambao mama kuku anaojua vifaranga vyake. Kuna kuku anatamani hata ukitaka kuona uchungu wa kuku, hata nyoka akija ni vigumu kuku kukimbia kaacha vifaranga. Kuku anaweza kujitahidi kupambana na mwewe hata naye mzidi mabavu wale igo wale, ili mradi tu alinde nini? Kifaranga. Lakini kama kifaranga wako wanaenda kwenye kuliwa, mama kuku anajitahidi kuwakumbatia, kuwazuia, wanashindikana, wanakataa, wanashindikana, wanaenda mahala hatari iko. Unafikiri mama kuku anakuwa kwenye hali gani mpaka kufikia mara kusema hivi, basi hamtaniona tena? Umeelewa hapo? Anaondoka. Yaani anaweza kuondoka akiwa katika hali gani? Yesu anajipicha katika hali hiyo hapo. Kwa ni rahisi kuelewa hali ambayo Kristo atakuwa nayo anapoondoka kutoka pale Yerusalemu, kuambia Wayahudi sio kwa furaha wala kwa hali ya chuki. Lazima iwe katika ile roho ya kuku, tumtafsiri katika ile roho ya mama kuku ambayo yeye mwenyewe ametumia kama kielelezo.